niombe kamati ya uandaaji wa tuzo ijiandae kutuingizia tuzo katika ukumbi, na wakati huo tumwombe mwenyeji wetu Sheikh Juma aje afanye taarifa ya tuzo hizi inshallah. Tujue kwa nini tunawapa tuzo mashehe zetu, kwa nini yeye kaamua kufanya hivyo. Sheikh Juma bwana juu hapo ili ututaarifu kwa nini unaandaa tuzo hii inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mheshimiwa mgeni rasmi na waheshimiwa mashehe wote mliohudhuria hapa na wote kwa ujumla mliohudhuria hapa, nakiri kusema itifaki ilizingatiwa. Nisiwe na muda mrefu wa kuzungumza, ila kwa ufupi, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yeye kutujalia sisi katika mazingira haya. Tunaamini haya yote tuliyofanya hata kufikia kuja hapa tulipokuja ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala si kwa uwezo wetu sisi ama ujanja wetu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, japo kwa uchache wa maneno kusema alhamdulillah. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ufupi sana, hii utoaji wa tuzo kwa mashehe wa Afrika Mashariki umetokana na msukumo wa kauli mbiu na maneno ya busara ya Mheshimiwa mgeni rasmi Mufti wa Tanzania Sheikh Mkuu Dr. Abubakar bin Zubeir, pale alipokuja na kauli yake mbiu inayosema jitambue, badilika, acha mazoea. Kauli hii sisi tusukuma na kutufanya tukae na kutafakari katika nyanja mbalimbali, lakini moja tukajitafakari sisi wenyewe, tukagundua na kujitambua ya kwamba sisi ni sehemu ya miongoni mwa wale ambao tulipata elimu japo ni chache, lakini pia sisi ni miongoni mwa wale ambao tunaitumikia hiyo elimu tuliyopata kutoka kwa mashehe wetu. Tukabaini ya kwamba elimu hiyo tunaitoa japokuwa ni chache kwa vijana wetu, kwa akina mama, imetokana na kazi kubwa inayofanywa na mashehe wetu. Tunakiri baadhi ya mashehe wanajitenga na hata familia zao kwa ajili ya kutafuta elimu, lakini pia baadhi ya mashehe wanajitenga hata na familia zao kwa ajili ya kuisambaza ile elimu. Kutokana na hali hiyo, tukasema ya kwamba ikiwa mashehe wetu wameweza kuweka alama njema katika nafsi zetu, basi na sisi tujaribu kuangalia lau kwa uchache, japo kwa kidogo, tuweze na sisi kuweka alama japo kuwa ni hafifu katika uhai wao wa maisha, ili kwamba hata wakiona wahisi na wajue kwamba kumbe kuna baadhi ya watu wanatuthamini au wanathamini juhudi zetu, na huu ni moja katika ishara na ushahidi wa kuthamini. Ndipo tukaanzisha tuzo kwa mashehe wetu. Mwaka 2021 ndipo tulipoanza rasmi kwa awamu ya kwanza kutoa tuzo, na mheshimiwa mgeni rasmi, miongoni mwa watu wale mmoja wapo ulikuwa ni wewe. Lakini vile vile mwaka 2023 tulitoa tuzo kwa mashehe wa Tanzania pamoja na Tanzania bara na visiwani, lakini mwaka huu tupanue tukatoa tuzo kwa mashehe wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba ufahamu kwamba hiki tunachofanya ni sehemu tu ndogo ya kutambua na kuthamini juhudi zetu. Nikuombeni mtunge mkono katika haya. Kuna changamoto za hapa na pale, mtuvushe ili tuweze kufikia hatua kubwa na zaidi hapo. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nikushukuru na pia kuwashukuru wote waliohudhuria. Mwenyezi Mungu atuwafikishe hadi mwisho wa haya tunayokusudia. Assalamu alaykum wa barakatuh. Tunaomba kwa haraka sasa tuzo ziingie
zije hapa ili tuweze kulitimiza jambo hilo inshallah. Kama mnavyoona tuzo zimeshafika, zipo mbele hapa kwa ajili ya mashekhe zetu, lakini pia wagawaji nao wako tayari. La pia tusisahau kama alivyokuongea mwenyewe Sheikh Juma kwamba ni kuwaenzi mashekhe zetu na kuwapa thamani yao. Hii wala si kitu katika elimu zao waliokuwa nazo, ila ni kuonesha kwamba tuna appreciate kile ambacho wanakifanya, na nadhani ni somo kubwa pia kwetu. Elimu yao haifanani na chochote duniani, elimu yao ni kubwa kuliko chochote wanachopewa. Mwenyezi Mungu awape afya, Mwenyezi Mungu awaongezee elimu inshallah. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutakuwa nao siku zote tupate elimu inshallah. Sijui tusogea ili tuwasimamishe mashekhe ambao watakuwa wanatoa tuzo na tuzo kutoka mmoja mmoja kuja hapa na kabidhiwa, alafu tumuomba ende akakae pale ili baadaye tupate picha ya pamoja kwa sote inshallah. Na mwenyewe mtoaji wa tuzo ni Sheikh Juma kama alivyoziandaa na furaha yake kwa kabidhi mashekhe zake kwa mkono wake. Tumsalie Mtume Muhammad. Sheikh wa kwanza ni Sheikh Khamis Mzee. Tafadhali Sheikh Khamis uje kwa ajili ya kupokea tuzo hili. Sheikh Khamis Mzee, Sheikh Khamis. Sheikh wa wilaya ya Mkuranga, Sheikh Khamis Mzee, tafadhali uje upokee tuzo kisha uende ukakae. Sheikh Khamis Sheikh wa wilaya ya Mkuranga, tunathamini na tunatambua mchango wake katika dini. Mwenyezi Mungu amlipe kheri nyingi inshallah. Lakini anayefuatia Sheikh Ali Muhammad Khatib. Sheikh Ali Muhammad Khatib, sogea hapa kwa ajili ya hilo. Sheikh Ali Muhammad Khatib kutoka visiwani Zanzibar, tafadhali na wewe umechukua. Anayefuata ni Sheikh Maulid Omar Bago kutoka Morogoro, tafadhali Sheikh. Huyu ni baba wa Ustadh Omar Bago, ndio maana akawa Sheikh kwa babake ni Sheikh. Ndio wale walikuwa wakiasema mashekhe. Mwenyezi Mungu alipe kheri wa kifo babake inshallah. Anayefuata ni Sheikh Muhammad Nasr, Rais al-Qurra Tanzania. Anayefuata ni Sheikh Muhammad
Konsel naibu kadhi. Huyu ni Sheikhul Qur'an, sio rais. Sheikhul Qur'an, naomba mlizoee hili. Sheikhul Qur'an. Anayefuata na Sheikh Muhammad Konsel naibu kadhi. Tafadhali. Anayefuata ni Said Muhammad Musoma, maktaba inayotembea kutoka Mombasa, Kenya. Kutoka Nakuru, Kenya. Anayefuata ni Sheikh Shauri Saleh kutoka Zanzibar. Sheikh Shauri Saleh kutoka Zanzibar. Wala Tanzania. Kamera ziko mdogo. Sheikh anayefuata ni Sheikh Mustafa Faraja, Sheikh wa mkoa wa Dodoma. Anayefuata Ustadh Fadhil Ibn Umar Ashirazi kutoka Kenya. Anayefuata Sheikh Talib Ahmad kutoka Dar es Salaam. Huyu ana vyeo vingi, ana nafasi nyingi, lakini tunamjua kama ndo mlezi hivi sasa sote sisi. Mjumbe wa Hayatul Ulama. Karibu Sheikh Talib Ahmad. Anayefuata Sheikh Ali Hamis Geruko. Mjumbe Baraza la Ulama BAKWATA Taifa. Sheikh Ali Hamis Geruko. Kazi kubwa sana naye anafanya kila siku. Anayefuata ni Sheikh Kabir, Sheikh wetu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ndo baba yetu, ndo mlezi wetu, sisi wengine kiboko yetu. Hapana, Sheikh Wali Alhari Omar Kawambwa Pongwa, Imam Masjid Kishadani, Imam wa Kudumu mpaka ufie pale, lakini ndo shekhe wetu wa mkoa. Utaka ndo hivyo, sitaka ndo hivyo, ndo shekhe wetu sisi. Ustadh Omar Bago mpokee shekhe. Bado anayefuata sasa ndio wa mwisho, Sheikh Ali Muhammad Bwera. Hii ya kwako. Anayefuata ni Sheikh Isa Uthman. Sheikh Isa Uthman. Mjumbe wa Baraza la Ulama Taifa. Sheikh Isa Uthman. Sheikh Abbas, naomba uje umpokelee Sheikh Isa Uthman.
kubadilisha. Hiyo Sheikh Walid sawa sawa. Hiyo ya anayefuata ni Sheikh Hamis Abdul Hamid kutoka Zanzibar. Tafadhali sogea Sheikh, ili na wewe upewe tuzo yako inshallah. Sasa Sheikh Walid, hii inayofuata ni ya Said Ahmad Badawi Mibaka. Naomba tusogee pale tumkabidhi Sheikh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sasa inayofuata ni ya mufti wa Tanzania ambayo tunamkabidhi, na mufti wa Kenya tunakuomba sasa wewe umkabidhi jumba baraza la ulama, ili yeye awe amempokelea mufti wetu wa Tanzania. Kwa hiyo mkabidhi. Picha hiyo, watu wa picha kusogea kwa kubwa. Hii ni kwa niaba ya mufti Sheikh Hamid Masud Wajongo, anampokelea inshallah. Basi tunaomba mashekhe kiongozwa na shekhe wetu wa mkoa wa Dar es Salaam na Said Ahmad, kwa pamoja vijana tuweze kumpeleka shekhe. Shughuli yetu ipo live ZBC2 wema unaoendelea, halikadhalika Dua TV online nao pia wapo hapa, wapo live, pamoja na Munira TV online nao wapo live, na Nyirani TV online nao pia wapo hapa. Tunaomba vijana wetu wenye ile zawadi ya mwisho ya mifuko mmoja nayo hapa, na watu wa kuchukua kumbukumbu. Hiyo picha hiyo ina thamani kubwa sana. Hiyo picha hapo ni picha yenye thamani kubwa sana. Vimekaa vichwa vitupu hapo, zimekaa akili tupu.